Watu wawili wakazi wa kijiji cha Dagaloi, kata ya Sigino, wilaya ya Babati, mkoani Manyara, wamefariki dunia katika matukio mawili tofauti baada ya kujinyonga. Tukio la kwanza lilitokea Agosti 22, 2026, ambapo mwanaume aliyefahamika kwa jina la Petro Moya anadaiwa kujinyonga baada ya kutokea mvutano kuhusu bili ya maji ya shilingi 6,000 kati yake na mama yake mzazi. Inadaiwa kuwa Petro alipewa fedha hizo na mama yake mzazi kwa ajili ya kulipia bili ya maji, lakini alijifanyia matumizi mengine, na baada ya mama yake kumdai fedha hizo, Petro alichukua uamuzi wa kujinyonga. Tukio la pili limetokea asubuhi ya leo Agosti 27, 2026. Mwanaume mwingine aliyefahamika kwa jina la Mohamed Abdillahi amejinyonga, ikidaiwa kuwa ni baada ya babake mzazi kumtaka kurejea nyumbani kufuatia kushindwa kulipa kodi ya nyumba kiasi cha shilingi 10,000. Bwana, mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Dagaloi. Mimi nafikiri kwanza kabisa nikianza na tukio lililopita, nimepigiwa simu kwamba kuna kijana ambaye kajinyonga mlimani. Basi nikaondoka na baadhi ya watu na vijana wengi tu mpaka mlimani, tukaenda tukajiridhisha, tukakuta kweli yupo kajitundika. Tukawasiliana na kituo cha polisi kupitia mtendaji wa kijiji. Basi askari wakaja, wakamwangalia, wakamshusha. Basi mwili ukapelekwa hospitali ya Mrara Mochwa. Hali kadhalika sasa leo tena saa 12:30 napigiwa simu, bwana, pa mtaani kuna kijana kajinyonga. Basi ndio tumefika hapa, tunamshuhudia yuko hapo, na tumewasiliana na kituo cha polisi ili kusubiri sasa waje, ili angalau sasa kama ni mwili uchukuliwe kwenda kituoni. Sababu ya matukio haya ya kujinyonga, hususan tukio la kwanza, ni kati ya mzazi na kijana. Mama wakiwa wanadaiana 6,000, sijui ilikuwa ni bili ya maji. Basi kijana ile hela kaiburuza kwenye pombe nini, basi hatimaye kudaiana na mama ikawa maudhi, changamoto. Basi kutaka kufikia kuchukua maamuzi, kuchukua nguo zake kachoma moto, zingine akaweka kwenye mfuko, kapanda nazo mlimani, kaaga kwamba anakwenda Riroda, lakini si Riroda, kapanda kwenda mlimani, katafuta mti wake mzuri uliomstahili, akapanda akajining'iniza. Hamna ujumbe wote aliacha. Wamefanyia kumsachi mifukoni, kwa kuta kuna kamba nyingine ya reserve, labda baada ile kishindikana achukue hii iliyoko mfukoni, shughuli yake akamilishe. Nimekaa na mzazi kweli amesema changamoto iliyoko sio kubwa wala nini, lakini tu ni kwamba asubuhi walivyokula walikubaliana na mzazi, au mzazi aliwaomba wasaidie kufanya kazi ya kutoa mabua ya mifugo. Lakini kwa bahati mbaya kila kijana alishika nafasi yake kwenda kutafuta riziki yake, ikawa vigumu. Na kuna eneo anasema alikuwa anataka alipe 10,000 kama bili ya nyumba na nini, kodi, lakini ikawa changamoto kwamba hela ngumu na nini. Basi ni hayo tu. Yuko hapa. Kwa hiyo kijana huyu alikuwa anahitaji hiyo shilingi 10,000 aende akalipe kodi sehemu alikopanga. Labda katika tu kuelezea mzazi na nini, basi na mzazi naye alitaka labda wamsaidie hata kutoa mabua na nini shambani ya mifugo, lakini wote kila mmoja alishika njia yake kwenda kufanya kazi zake mwenyewe. Jana jioni kwenye saa 3 hivi, basi ndio kijana nasikia alipotea kwenye mazingira sio fiki. Basi asubuhi kumekucha ndio wanakutana na kitu kama hicho. Mimi kwa jina naitwa Abdillahi Mtuka, ni mkazi wa Dagaloi, nimezaliwa hapa Dagaloi. Mimi ni mzazi wake wa huyu kijana. Huyu kijana kwa kweli jioni tulikuwa nao muda wa saa 3 hivi, chakula cha jioni tukamwambia njoo tule, akasema mimi nimeshiba. Sasa sikumfuatilia kwa sababu naye alikuwa analala nyumba jirani, nikasema labda huko atakuwa ameshakula. Sasa baada ya kumaliza sisi kula, tukawa tumeongea tu majukumu yetu tu ya kazi. Kazi yenyewe ni kutoa tu lisho ya ng'ombe, yani mabua. Akasema mimi kesho nadamka mapema kwenda kufetua tofali. Sijajua tofali ndio fuatilia wapi, mimi sikuweza kufuatilia. Kesho yani leo. Ambaye ndio kuamkia leo. Sasa baadaye mimi nikasema basi anyway pasiwe na nani, basi mimi mabua nitatoa. Basi tukaishia hapo. Baadaye akawa kwenda kulala mahali anapolalaga huko.
Asa baadaye akaja, hata sijapatwa na usingizi, yeye akawa amerudi. Kaniambia, mzee, kule yule mwenye chumba naona tu kama vile tumeshindwana fulani. Nikamwambia, asa kama umeshindwana hapa nafasi siipo, si ulale. Basi kweli akawa amelala, lakini alipokuwa analala akawa anaguna. Nikamwambia, unaguna nini? Akasema hamna. Basi nikamwambia, si ulale. Akawa akanyamaza. Aliponyamaza nikajua labda ameshalala, na mimi nikawa nimepitia na usingizi. Unaona? Sasa kwenye saa 9 hivi ya usiku mama yake akawa ananiamsha. Unaona? Bamudi. Nikamwambia, mbona mlango kama vile unapulizwa na upepo? Nikamwambia, labda Muhammad atakuwa ametoka nje. Unaona? Sasa nikawa nimemsubiri kwenye muda kama dakika 15 hivi. Sasa hiyo dakika 15 ilipoisha, nikawa mimi mwenyewe nikatoka nje. Nikaangalia mazingira ya nje hapa. Nikasubiri kidogo, nikasema sasa kama ni kwenda kujisaidia. Kujisaidia gani, mbona amechukua muda sana? Basi nikaingia uani kule chooni, nikamwangalia hamna. Nikazunguka nyuma ya nyumba hamna. Nikasema huyu ameelekea wapi? Basi mimi nikarudi zangu ndani, nikasema atapokuja satagonga, nikafunga mlango. Hasa matokeo yake kawa hakuna hajarudi. Naona hiyo. Wala sikusikia kishindo chochote cha mlango. Hasa asubuhi, kudamka asubuhi kwenye saa 12 kasoro hivi, watoto wa shule wanaenda shuleni. Sasa mimi nikasema kuliko niende kazini kwanza, hebu ngoja nitoe kwanza lishe ya ng'ombe, yani mabua. Asile natafuta kamba kuangalia kwenye mparachichi hapo. Nikaona bwana kuna kitu nyeusi imening'inia. Sasa kuwasha simu ndio nikamwona ndiye Muhammad. Kwa jina naitwa Zawadi Ramadhani. Ni balozi wa mtaa huu, balozi wa shina namba 2 Dageloi, kijiji cha Dageloi na kitongoji cha Dageloi. Tunawaasa vijana wetu, hata kama ana tatizo lake la siri, hajaribu kuwaeleza watu wake wa karibu ili apate msaada. Hasa huwezi kujua wewe ukikaa na matatizo yako moyoni utasaidika vipi, matokeo yake ndio wanachukua uamuzi kama huo. Nasema vijana wote washirikiane na watu wao karibu, hasa wazazi kama wapo, kama hata anadaiwa amweleze mama ndio mnyonge zaidi. Mama anadaiwa kiasi fulani na fulani, nimeshindwa kulipa, naomba msaada. Hata atasaidika. Kama mzazi hawezi kukuacha, lazima atakusaidia kwa mawazo au kifedha ile unaidaiwa. Ndio ile wazo.